waandishi wa habari, kama tunavyofahamu, Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA inaendelea na utekelezaji wake wa jukumu la msingi la usajili, utambuzi wa watu pamoja na kutoa vitambulisho vya taifa kwa raia, wageni wa kazi, wakimbizi na walowezi waliokidhi vigezo. Hapa najaribu nilitoe maelezo kidogo kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko wa baadhi ya sehemu, nisingependa lije katika maswali, kwamba kuna baadhi ya wageni wa kazi au wakimbizi au walowezi wamekuwa wakizuiwa sehemu wakiwa na kitambulisho cha taifa, na hivyo kuzua tafauti kwamba NIDA wanatoa vitambulisho kwa watu wasiohusika. Kitambulisho cha taifa kama nilivyozungumza, tunatoa vitambulisho vya aina tatu. Kama nilivyozungumza, kuna uraia, raia Tanzania anakuwa na kitambulisho hicho cha NIDA, lakini tunakuwa na kitambulisho cha mgeni mkazi. Kwa mfano, wanaofanya kazi katika mashirika mbalimbali, makampuni, wanapopita TIC kupata permit za kufanya kazi, lazima tunawapa vitambulisho vya wakazi ambavyo vinamsaidia kuweza kupata huduma muhimu, kwa mfano kusajili simu, kupata huduma za nani. Lakini pia tuna wakimbizi na wakazi walezi. Ningeweza kutoa mfano namna ya aina ya vitambulisho. Kitambulisho hiki ni kitambulisho cha mkimbizi ambacho kiangalia kitambulisho unakiona hivyo cha NIDA, lakini chini po utaona maelezo ya ni aina gani ya kitambulisho hicho. Lakini tuna kitambulisho cha taifa Tanzania, utaona Citizen Identity Card. Lakini cha tatu tuna Legal Identity Card. Hii ni kwa wale mtu ambaye amekuja kwa kazi maalum, kwa mfano viongozi wa dini, kuna mapadri, kuna mashehe ambao wanakuja kufanya kazi kwa muda maalum. Ina maana kila kitambulisho kina kibali cha kufanya kazi na kuishi kinapomalizika, inabidi renew tena kitambulisho. Kwa hiyo niombe kutoa ufafanuzi, ndugu zangu waandishi wa habari, muweze kutoa elimu kwa wananchi na kwa baadhi ya watu wa huduma, hii kutoa huu mkanganyiko. Ndugu zangu waandishi wa habari, mabadiliko ya katika utekelezaji wa shughuli hizo za usajili, utambuzi na mabadiliko ya taarifa ni moja ya huduma inayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, ambayo inaruhusu mtu aliyesajiliwa katika mfumo wa NIDA kuhuisha na kufanya mabadiliko ya taarifa zake binafsi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Naomba nirudie. Katika utekelezaji wa shughuli hizo, shughuli zetu kama sisi tunaofanya utambuzi, tunaruhusu pia kuhuisha taarifa, kufanya mabadiliko, lakini ukifuata taratibu na misingi na sheria iliyowekwa. Si unakuja tu jina lako unaitwa Niko Rusingu, lakini unakuja kujiandikisha pale kwa sababu unaipenda Yanga, unaamua kuandika Niko Pacome Rusingu. Hiyo inakuwa ni taarifa ya uongo. Matokeo ukija kubadili, tunaangalia kama kuna ambatisho gani vilivyokuwepo na kwa nini jina hili litokee. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, kumekuwa na maombi mbalimbali ya mabadiliko ya taarifa ambayo yamewasilishwa kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kwa kazi, na hivyo kuleta taharuki na malalamiko makubwa kwa wananchi, ambayo yamesoka kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kazi kutokana na kutokidhi matakwa na utaratibu uliokuwa unatumika hapo awali. Kati ya maombi ambayo hayakuweza kufanywa kazi ni watu waliotumia nyaraka za kugushi pamoja na waliotoa taarifa za udanganyifu wakati wanajisajili. Tumekuwa na hilo tatizo kubwa sana, malalamiko yamekuwa mengi na wengine wamefikia hatua kulalamika kwa viongozi wa juu, akijua kabisa kwamba makosa ameyafanya, lakini kwa kutafuta sympathy na huruma kwamba labda viwakitoa kwa viongozi kule itatoka oda kwamba mbadilisheni. Na mwingine mmoja anaweza katoa mfano, ni raia mmoja aliandika kwa waziri, nafikiri fika mpaka kwa Mheshimiwa Rais, akilalamika NIDA Mwanza hawafanyi kazi, wanataka rushwa, nimehangaika, nimepeleka, lakini sikuja kufuatia na fomu yake, ana alama si ni raia wa Kenya na hakidhi vigezo. Kwa hiyo tumekuwa na hizo taifa. Kwa hiyo nimewaita maalum kwa ajili ya kutoa agizo na lengo halisi la mkutano huu kuhusu usajili. Kufuatia hali hiyo, serikali imetoa kibali maalum kwa ajili ya kushughulikia maombi hayo ya mabadiliko ya taarifa ambayo awali hayakuweza kufanyika kutokana na kukinzana na miongozo inayosimamia mabadiliko ya taarifa. Kibali hiki maalum
kimetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Oktoba 25. Ilikuwa kwamba tutoe tangazo hili kuanzia Oktoba 25. Lakini kutokana na shughuli za uchaguzi tulisitisha kwanza mpaka tumalize shughuli hizi ili watu tutulie na kuweza kuconcentrate. Na zoezi hili litafungwa baada ya muda kuisha. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kibali hiki kinahusu na kina nani? Tulikuwa na waathirika wa vyeti vya kugushi waliofukuzwa katika ajira za serikali kutokana na kutumia vyeti vya shule vya kugushi ambavyo pia walitumia vyeti hivyo kujisajili NIDA. Kuna watu ambao nakumbuka serikali awamu ya 5 kuna watu zaidi ya 18,000 ambao walifukuzwa kazi kwa kutumia majina ya bandia lakini vyeti vya watu. Lakini ukiangalia kama mtu amesomea cheti hicho, kwa hiyo serikali iliwaondoa. Sasa unakuta mtu alikuwa anaitwa ametumia cheti cha James Kaji, lakini jina lake halisi ni John Mayunga. Sasa katika huko kwenye kitambulisho tayari kumbe James Kaji tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo mtu anakuja anajikuta anakosa huduma kwa sababu tayari jina linalotumia cheti cha mtu leo mtu ameshasajili aitumia cheti cha kuzaliwa. Kwa matokeo yake umekuwa kihengo anakosa huduma muhimu. Kutokana na hilo Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi waziri na wizara wamekaa kao na kuona kwamba kuwe na hiyo huruma ya kwamba tuwarudishie majina. Kwa hiyo tutamrudishia kwa jina lake halisi lakini akitoa vielezo nitaeleza huku mbele. Kwa hiyo huruma imetolewa na imetoa kibali hicho kwa mwaka mmoja. Hao ni namba moja, lakini kuna watu waliotumia majina ya watu wengine kupata vyeti vya elimu. Nafikiri naeleka ndugu zangu waandishi. Kwa na wenyewe hawa unakuta jina lake ni John Mayunga lakini ametumia vyeti vya Hamadi Athmani. Toka darasa la ana amesoma mpaka na PhD kwa kutumia Hamadi Athmani. Ukiangalia tunaenda kuhakikisha kweli alitumia tu kile cheti lakini na amesoma kweli na kwenye vyuo ameattend. Kwa na wenyewe hawa kuna ile amnesty imetoka kwa ajili ya kubadilisha hayo majina na hii kama nilivyoeleza kwamba itakuwa ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia kuna watu waliotoa taarifa za uongo na udanganyifu katika usajili. Na wengine pia raia wa Tanzania walisajili kama wakimbizi. Kuna watu wengine walikuwa na strawaway wanaenda nchi fulani ajipanga kama mkimbizi apate labda nani lakini anakuja kukosa anatoa majina tofauti kula na tunampa kitambulisho cha ukimbizi lakini kumbe ni Mtanzania. Na wenyewe hawa pia wamepewa, serikali imetoa hiyo huruma kwa ajili ya kuja kurekebisha details kwenye vitambulisho vya NIDA ili waweze kupata huduma zinazostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kuwataka wananchi wa makundi hayo manne kufika katika ofisi za NIDA za wilaya wakiwa na nyaraka zinazohitajika kutegemeana na changamoto iliyopo ili kushughulikia maombi ya mabadiliko hayo. Haya mengine hayana amnesty. Kwa mfano mtu ulikuwa umeolewa, jina lako ni Hamida Juma Makuzo lakini umeolewa na James Kaji. Kwa unataka kutumia Hamida James Kaji. Alafu ndoa siku hizi kama mnavyojua siku 2 imevunjika. Au kuna taratibu ambazo ziko wazi, utafuata taratibu, utakuja na cheti cha kuzaliwa, cheti cha ndoa. Kwa madhehebu yote hiyo inakuwa ni rahisi kama ni utaratibu ambao utaendelea kama kawaida. Lakini hapa tunapolizungumzia ni wale ambao matatizo yao kama nilivyoeleza katika makundi manne. Kama nilivyozungumza kwamba aidha watu wote lazima kuwa na viambatisho vya lazima pamoja na vya ziada kama utakavyoelekezwa. Ukifika hospitali mlitangaza hivi lakini kuna wengine itakuwa ni comprehensive, utahitajika na vya ziada. Kwa mfano ulibadili dini, tutaangalia kwamba ulibatizwa au ulislimishwa kwa jina hili, mpaka sasa hivi kuna vyeti kila sehemu. Kwa hivyo viambatisho vinavyotakiwa vya wazazi, maana sisi ni utambuzi. Unapokupa cheti hiki wewe ni Mtanzania unaweza ka access huduma zote za kijamii, kumiliki viwanja, kumiliki mali. Kwa hiyo tutaomba hiyo. Viambatisho hivyo ni pamoja na nakala ya cheti cha kuzaliwa, nakala ya vyeti vya elimu, na cheti cha kuzaliwa kiwe kimehakikiwa na RITA, kuwe na DIDPO iliyosajiliwa na gazeti la serikali, na nyaraka nyingine yote itakayotakiwa na ofisi ya NIDA. Ndugu zangu waandishi wa habari, sio ningeweza kuandika kama wanavyofanya wanasheria. Ndugu zangu waandishi wa habari wasome. Naendelea kuwasisitiza wananchi kuwa maombi yatakayofanywa kazi ni yale tu yatakayokidhi masharti na vigezo vilivyowekwa baada ya wahusika kuwasilisha nyaraka zinazotakiwa kwa ajili ya kuthibitisha taarifa zao. Na kwa kuwa kibali hiki kimetolewa kwa muda maalum, yani kipindi cha mwaka mmoja, ni wale wote
niwase wale wote ndugu zangu kwenye changamoto na taarifa hizo kujitokeza na kwenda kwenye ofisi za NIDA za wilaya. Sio je makao makuu, anzia wilayani. Niwaombe tena kusisitiza, makao makuu tutapokea taarifa zinazoanzia wilayani. Wakiwa na viambazo vinavyotakiwa ili kufanya marekebisho wanayohitaji kwa muda uliopangwa. Tuna tatizo sisi wa Tanzania, tule rush hao. Kitu kimetangazwa taenda mtu ametulia, si bado wiki mbili ndio unakuta group la watu 2000 3000. Kwa kweli hatutakuwa na extension. Nafikiri mimi bahati nzuri huwa sirudi nyuma. Tulielezana na watu ambao hawajachukua kadi zao, tulisitisha kwa tokea tarehe 1 mwezi wa 5, na wengi walikosa huduma kwa sababu ifikie hatua Watanzania tuwe na nidhamu, tunapoambiwa kitu tufanye. Kuona kwenye hili kifika tarehe hiyo hujabadilisha, hatuna extension. Na hilo naomba waandishi wa habari ndugu zangu mwasisitizie watu. Sambamba na hilo niwakumbushe wananchi wote kutoa taarifa sahihi na za ukweli wanapokuja kujisajili NIDA. Tusifanye mchezo. Wengi mwagharimu, wengi walikuja wakijua kama kitambulisho cha taifa ni utani. Wengine waliandika majina ya ajabu, na wengine walifoji, na wengine wameenda kujisajili mara 2. Lakini sisi kutokana na utaalamu na system tuliokuwa nayo, ukishaweka fingerprints tu, ukirudi tutakukamata. Kuna wengine walikuwa ni wakimbizi, ametoka kule amechomoka kambini, tumemsajili kama mkimbizi, anakuja Tabora anapata kazi, au anakuja shambani Bagamoyo kwa mtu, anakuja kujisajili tena kama mimi Mtanzania. Na baadhi hata watendaji wamekuwa sio waaminifu, wanatoa mpaka wanapataje hata vyeti vya kuzaliwa, wanapata form watendaji wanaidhinishia, lakini ukija kwenye fingerprints tunakukamata. Na sasa hivi hatutakuwa na mswali ya mtume. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, matarajio ya NIDA kuwa wananchi watatumia fursa hii kufanya marekebisho kama haya ilivyoelekezwa kwenye kibali hiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni.